China imezindua mazoezi ya kupigana risasi moja kwa moja kote Taiwan, ikiwatuma wanajeshi wa anga, wanajeshi wa majini na roketi kwa ajili ya michezo ya kivita ambayo jeshi lake lilisema analenga kupima utayari wa mapigano na kutoa onyo kali dhidi ya vikosi vya wanaotaka kujitenga na uingiliaji wa nje. Mazoezi haya Jumatatu aliifanya Taiwan kwa kusanya wanajeshi na vifaa vya kijeshi ili kufanya mazoezi ya kurudisha nyuma shambulio. Ilikuja huku kukiwa na hasira huko Beijing kuhusu uuzaji wa silaha wa dola bilioni 11.1 kwa Taiwan na Marekani, pamoja na taarifa waziri mkuu wa Japani Sanae Takaichi ambaye alipendekeza kwamba jeshi la Japani linaweza kuhusika ikiwa China ingeshambulia kisiwa hicho kinachojitawala. Beijing inaiona Taiwan kama sehemu eneo lake na imeahidi kuchukua udhibiti wa kisiwa hicho kwa nguvu ikiwa ni lazima. Katika taarifa, kamanda ya uigizaji ya mashariki ya jeshi la China ilisema ilikuwa imejilimbikizia vikosi kaskazini na kusini magharibi mwa mlango wa bahari wa Taiwan na kutekeleza ufyatuaji risasi wa moja kwa moja na mashambulizi ya kuiga kwenye malengo ya nchi kavu na ya baharini. Mazoezi hayo yaliyopewa jina la Just Mission 2025 yataendelea siku ya Jumanne na yatajumuisha mazoezi ya kuziba bandari kuu za kisiwa hicho na kukizunguka. Shi, msemaji wa kamandi ya Authority ya Mashariki, alisema katika chapisho kwenye jukwaa la mitandao ya kijamii la China Weibo kwamba shughuli hizo zitalenga mafunzo ya doria za utayarishaji wa mapigano ya baharini na angani, kupata udhibiti jumuishi, kuziba bandari na maeneo muhimu na kufanya uzuiaji wa pande nyingi. Mazoezi haya yanaashiria raundi ya 6 kuu ya michezo ya vita ya China tangu 2022 baada ya spika wa baraza la wawakilishi la Marekani wakati huo Nancy Pelosi kutembelea Taiwan, na alielezewa na shirika la habari la Xinhua linalomilikiwa na serikali kama hatua halali na muhimu ya kulinda uhuru wa China na umoja wa kitaifa. Jeshi la ukombozi wa watu PLA lilisema limetumia ndege za kivita, ndege za mabomu, magari ya angani yasiyo na rubani na roketi za masafa marefu, na litafanya mazoezi ya kushambulia shabaha zinazoweza kuhamishika za nchi kavu. Meli na ndege za China zitakaribia Taiwan kwa ukaribu kutoka pande tofauti, na wanajeshi wa huduma mbalimbali watashiriki katika mashambulizi ya pamoja ili kujaribu uwezo wao wa operesheni za pamoja, kulingana na Shi. Mtangazaji wa serikali ya China aliongeza kuwa mazoezi haya yatalenga katika kufunga bandari muhimu ya Keelung ya maji ya kina kirefu ya Taiwan kaskazini mwa kisiwa hicho na Kaohsiung kusini mwa Taiwan, jiji kubwa zaidi la bandari kisiwani humo. Ingawa jeshi la China limefanya mazoezi ya kuzuia bandari kuzunguka Taiwan wakati wa michezo ya kivita mwaka jana, hii ni mara ya kwanza kusema hadharani kwamba mazoezi kuzunguka kisiwa hicho yanalenga kuzuia uingiliaji kati wa kijeshi wa kigeni, kulingana na waangalizi. Msemaji wa ofisi ya rais aliitaka China isihukumu vibaya hali hiyo na kudhoofisha amani ya kikanda, na akatoa wito kwa Beijing kusitisha mara moja kile alichokielezea kama uchochezi usio na uwajibikaji. Kufuatia kutojali kwa mamlaka ya China kwa kanuni za kimataifa na matumizi ya vitisho vya kijeshi kutishia nchi jirani, Taiwan inaelezea kulaani vikali, alisema Karen Kuo, msemaji wa ofisi ya rais. Wizara ya ulinzi ya Taiwan ilisema ndege 2 za kijeshi za China na meli 11 zimekuwa zikifanya kazi kuzunguka kisiwa hicho kwa saa 24 zilizopita, na kwamba jeshi la kisiwa hicho liko macho na liko tayari kufanya mazoezi ya haraka ya kukabiliana na majanga. Zoezi hilo maalum limeundwa kuhamisha wanajeshi haraka ikiwa China itabadilisha hafla moja ya mazoezi yake ya mara kwa mara kuzunguka kisiwa hicho kuwa shambulio. Wanajeshi wetu wote wataendelea kuwa macho na kuwa macho kikamilifu, wakichukua hatua madhubuti kutetea maadili ya demokrasia na uhuru, ilisema katika taarifa yake. Wizara pia ilichapisha video kwenye Facebook ikionyesha silaha mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mifumo ya roketi ya HIMARS iliyotengenezwa Marekani, mfumo wa mizinga inayoweza kuhamishika kwa kasi wenye umbali wa takriban kilomita 300 sawasawa na maili 186, ambao unaweza kushambulia malengo ya pwani katika jimbo la kusini mwa China la Fujian, upande wa pili wa mlango wa bahari wa Taiwan iwapo kutatokea mzozo. Walinzi wa pwani wa Taiwan waliongeza kuwa walikuwa wametumia meli kubwa kujibu shughuli za walinzi wa pwani wa China karibu na maji yake, na kwamba walikuwa wakishirikiana na jeshi la kisiwa hicho ili kupunguza athari za mazoezi kwenye njia za baharini na maeneo ya uvuvi. Mamlaka ya usafiri wa anga ya kisiwa hicho ilisema China imeteua eneo la hatari la muda katika anga ya Taipei kwa ajili ya mazoezi ya saa 10 ya moto iliyopangwa kufanyika Jumanne, na kwamba ilikuwa ikifanya kazi ya kutambua njia mbadala ya ndege. Lugha sasa iko wazi sana kuhusu lengo la kuimarisha uwezo wa kuzuia ufikiaji na kunyimwa eneo, alisema William Yang, mchambuzi mkuu wa kaskazini mashariki mwa Asia katika kundi la Crisis. Aliliambia shirika moja la habari kwamba lugha hiyo ilikuwa ishara kali sana kwa washirika wasio rasmi wa Taiwan kama vile Marekani na Japan kwamba wangezuiwa kutoa msaada wa nje wakati wa mzozo. Mazoezi ya Just Mission 2025 pia yanashughulikia eneo kubwa zaidi kuzunguka Taiwan kuliko marudio ya awali, Yang alisema, na yanaonyesha kwamba PLA imeboresha uwezo wake wa kupeleka haraka mali nyingi tofauti za kijeshi kwenye nafasi muhimu za kimkakati katika kipindi kifupi cha muda. Hili ni onyesho halisi la maendeleo ya kisasa ya PLA, alisema. Mazoezi haya ya Wachina yanakuja baada ya Marekani kutangaza mapema mwezi huu kwamba imeidhinisha mauzo ya silaha dola bilioni 11.1 kwa Taiwan, katika kifurushi kikubwa zaidi cha silaha kuwahi kutokea kwa kisiwa hicho. Hatua hiyo ilisababisha maandamano kutoka kwa Wizara ya Ulinzi ya China na kuonya kwamba jeshi litachukua hatua kali kujibu. Wiki iliyopita Beijing pia iliweka vikwazo dhidi ya makampuni 20 yanayohusiana na
ulinzi wa Marekani na watendaji 10 kutokana na hatua hiyo. Matamshi ya Takaichi, waziri mkuu wa Japan, pia yamesababisha ongezeko la ujumbe wa China unaosisitiza madai yake ya uhuru. Rais wa China Xi Jinping alimwambia mwenzake wa Marekani Donald Trump mwezi Novemba kwamba kurudi kwa Taiwan nchini China baada ya vita vya pili vya dunia kulikuwa muhimu katika maono ya Beijing kuhusu utaratibu wa kimataifa. Taiwan inakataa uhuru unaodaiwa na China, ikisisitiza kwamba ni watu wake pekee ndio wanaoweza kuamua mustakabali wa kisiwa hicho. Katika mahojiano yaliyotangazwa siku ya Jumapili, rais wa Taiwan aliiambia Sanli Television kwamba kisiwa hicho lazima kiendelee kuongeza gharama ya uchokozi na kuimarisha uwezo wake wa ulinzi wa asili ili kuizuia China, akisisitiza kwamba amani inaweza kupatikana tu kupitia nguvu. Ikiwa China itaweka mwaka wa 2027 kama mwaka wa kuwa tayari kwa uvamizi wa Taiwan, basi tunachagua mmoja tu: kuendelea kuongeza ugumu ili China isiweze kufikia kiwango hicho. Kwa kawaida Taiwan itabaki salama, Lai alisema.